vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi unaoendelea, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La 4, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa, kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia nchi isambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua. Nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko, na waandishi wetu wa habari wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari wa Tanzania tunahitaji kusifiwa na Watanzania. Na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa kiuchumi. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme, mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi ni mwandishi wa habari, hasa tena field journalist, niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani tungesema mimi ni field marshal. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa. I know what I'm doing. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji, responsible journalism, which embarks in reporting and accountable, kwa usahihi, kwa usawa na kwa uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism. Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, to verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story, unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapa, hujamuuliza. Kwa hiyo umekwenda kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litaje, na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uwezo ukasema kuna hili jambo limetokea, umelipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza paniki chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wasiojulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje? Halafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo
ili kuambia mnachokifanya ni sahihi. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa, mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania, utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Dar es Salaam mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku. Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalie vyombo vya habari vya nchi jirani kule. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyeje. Sasa how can you be proud of your country? Kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora, maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very light. Very light. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais, tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali, na tutalifanya, and be proud of us.